Nakushukuru na mimi kupata nafasi ya kuwa mchangiaji wa mwanzo katika siku hii ya leo kwenye bajeti hii ya Wizara ya Ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nianze mchango wangu kwanza kwa kutaka maelezo ya Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Waziri jana alipokuwa akijibu swali hapa la nyongeza la Mheshimiwa Abdulwahab, alisema kwamba wamekuwa wakiendelea na zoezi la utoaji wa hati na taasisi za fedha kwa maana ya mabenki waliwasihi kwamba kuzitambua zile hati ambazo wamekuwa wakizitoa. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu kwamba bado kuna ucheleweshwaji mkubwa wa kupatikana zile hati za matumizi ya ardhi kwa maana ambazo zinatolewa na kamisheni, lakini kauli ile imeleta taharuki kidogo kwa wananchi, kwa sababu wananchi wengi wamekuwa wakipata huduma hizi za kifedha na wamekuwa wakitumia aina ya total declaration na mabenki wamekuwa wakizitambua. Kwa hiyo ningependa sana Mheshimiwa Waziri atakapopata nafasi aje aliweke sawa hili na alitolee ufafanuzi ili wananchi wetu waondoke na hofu hile ambayo imewajaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nijielekeze katika usimamizi wa ardhi kwenye kifungu cha P02, na mimi Mheshimiwa Mwenyekiti naweka nia ya kuzuia kifungu hichi hadi pale ambapo nitapata maelezo juu ya hoja kadhaa ambazo nitazungumza hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la mwanzo katika usimamizi wa ardhi ni swala la kuongezeka kwa migogoro ya ardhi katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo Zanzibar hakuna eneo ambalo utakwenda, si kaskazini, si kusini, si mjini magharibi, kwa maana ya kisiwa cha pili pia kwa maana ya Pemba, si kusini, si kaskazini, ambako utakosa migogoro ya ardhi. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, migogoro hii muda mwingine imekuwa ikisababishwa na watendaji wetu, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua za utatuzi wa migogoro hii zimekuwa hazionekani. Kwa hiyo nakuomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana Mheshimiwa Waziri utakapokuja hapa utueleze ni hatua gani za makusudi serikali inachukua katika kutatua migogoro ya ardhi katika nchi yetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili, tumesikia kwamba kuna kamati au kuna timu ya utatuzi wa migogoro ya ardhi ambayo inaongozwa na naibu waziri wa ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, namuomba sana Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa atueleze ni kwa namna gani migogoro ya utatuzi wa ardhi kwenye nchi hii inakwenda kusimamiwa na naibu waziri na kamati ile ikaachwa kusimamiwa na waziri, wakati tunajua kwamba wewe ndo custodian wa ardhi ambaye umekasimishiwa madaraka hayo na rais. Lakini Mheshimiwa, hata tukiangalia kwenye hiyo hierarchy tunataka tujue Mheshimiwa Mwenyekiti ni maamuzi gani ambayo Mheshimiwa naibu waziri atayafanya ambayo waziri atakuwa manake atakuwa amemkasimishia. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka maelezo ya Mheshimiwa Waziri kwamba ni kwa namna gani kamati hii au timu hii ya utatuzi wa migogoro ya ardhi Zanzibar ikaongozwa na naibu waziri baada ya kuongozwa na waziri mwenyewe. Lakini la pili Mheshimiwa Mwenyekiti ni katika kasi ya upimaji wa ardhi ambalo linajumuisha na utoaji wa hati. Mheshimiwa Mwenyekiti, wachangiaji wengi jana walisema hapa kwamba kumekuwa na miradi mingi ambayo imekuwa ikifanyika lakini imekuwa haimaliziki. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naukumbuka mradi mmoja wa utambuzi wa ardhi ambao ulifanyika maeneo ya kuanzia Mtoni kwa Sefu hadi Daraja Bovu. Ulikusudia kuwawezesha wananchi wa maeneo yale kuweza kupata hati kwa bei nafuu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi ule leo una mwaka wa 8 bado haujamalizika na wananchi wa maeneo yale bado hawajapata hati zao. Kwa hiyo naomba sana Mheshimiwa Waziri utakapokuja hapa utueleze ni kwa nini miradi hii imekuwa ikienda na kusimama. Leo tunashika eneo hili, leo tunashika eneo lile na hatufanyi mradi ambao utamalizika. Lakini sambamba na hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa tukiambiwa kuna mradi ambao unakuja ambao utakuwa wa Wafaransa wa Laris. Mradi huu sasa imekuwa ni hadithi za siku nyingi. Kwa hiyo namuomba sana Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa atuambie kwamba mradi huu ni lini unakusudiwa kuanza na kwa namna gani mradi huu utakwenda kusaidia wananchi wa Zanzibar.
Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, jengine ni katika uvamizi wa maeneo ya wazi kwa maana ya open space. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri yeye ndo msimamizi wa ardhi ya Zanzibar ambaye amekasimishiwa madaraka. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekuwa, manake hizi ardhi za open space zimekuwa hazichukuliwi na wananchi, lakini serikali imekuwa ikizichukua ardhi hizi kwa ajili ya kufanya miradi, lakini bila ya kufanya alternative ya eneo jengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tukiangalia mji wetu kulikuwa kuna sehemu nyingi ya maeneo ya wazi ambayo wananchi walikuwa wakitumia kwa shughuli mbalimbali. Leo zimekuwa hazipo, lakini hatuoni mbadala wa wizara ama serikali kuwawezesha wananchi kupata sehemu nyingine ambazo wangeweza kufanya shughuli zao. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa atueleze ni kwa nini serikali imekuwa ikichukua sehemu hizi lakini hatuoni mbadala wa utekelezaji wa kutafuta maeneo mengine ambayo yangeweza kutumiwa na wananchi. Lakini jengine Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa naomba sana aje atueleze utekelezaji wa sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 2018 imeifikia wapi. Mpaka leo kumekuwa na kimya kirefu, wananchi wamekuwa hawaelezwi, lakini hakuna taarifa ambazo zinatoka kwenye mamlaka. Kwa hiyo namuomba sana Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa atuambie ni yapi mafanikio pamoja na changamoto ambayo yamepatikana katika utekelezaji wa sera ile. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, jengine, na hapa Mheshimiwa Waziri amekuwa akilipigia kelele, amekuwa akisema kwamba wamekuwa hawatambui masheha kama mawakala wa mauziano wa ardhi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, leo ukiwa unasema kwamba humtambui sheha kama ni wakala wa mauziano ya ardhi, mwongozo wa serikali kwa wananchi ni upi? Mwananchi anapotakiwa kununua ardhi anatakiwa aanzie ofisi gani? Leo migogoro mingi Mheshimiwa Mwenyekiti ya ardhi katika nchi hii inasababishwa na watendaji wetu huku chini. Kama serikali, kwa maana ya serikali kuu, kwa maana ya wizara, hamuwatambui masheha kwenye mauziano wa ardhi, lakini leo mwananchi akienda kwa sheha anaambiwa kwamba anatakiwa anaponunua ardhi aende kwake, na sheha ameweka kima maalum. Wengine wako wanaochukua 1%, wengine wanachukua 10%, wengine wanachukua 5% ya mauziano yale. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana utakapokuja hapa utuambie na uambie wananchi wa Zanzibar, ikiwa hamuwatambui masheha kwenye mauziano ya ardhi, mwananchi wa Zanzibar anapotaka kununua ardhi ni ofisi gani ambayo anatakiwa kuanza? Lakini jengine Mheshimiwa Mwenyekiti, ni hili linajenga contradiction. Huku mnasema upande mmoja hamuwatambui masheha, lakini mwananchi huyu anapotaka kuhaulisha ardhi yake anatakiwa aende kwa sheha ili ende akatie ithibati ya fomu yake, na kuna malipo ambayo anatakiwa amlipe. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa atueleze ni kwa namna gani upande mmoja kwenye mauziano masheha hawatambuliwi, lakini upande mwingine kwenye utambuzi wa ardhi wanawatambua masheha wao. Lakini jengine Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijielekeze katika kifungu cha P03, na hapa Mheshimiwa Mwenyekiti nawekania vile vile ya kuzuia kifungu hichi cha P03 hadi pale Mheshimiwa Waziri nitakapopata maelezo ya hoja hizi ambazo nakusudia kuzieleza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha P03 kinakwenda kujielekeza na maendeleo ya makazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni jambo jema na sera ya nchi hii ya rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Abeid Amani Karume ilikuwa ni kuwawezesha wananchi hii kupata makazi nafuu na bora. Lakini leo Mheshimiwa Mwenyekiti, awamu ya 8 ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imekuja kubadilisha sera ile. Leo imekuwa Mwenyekiti ni kwenda kumkandamiza mnyonge wa nchi hii kukosa kupata makazi bora na makazi nafuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jana lilizungumzwa hapa shirika la nyumba la Zanzibar, na Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri, mimi nitaomba maelezo sana kwenye mradi ule wa hoteli, tunaoambiwa ni mradi wa hoteli unaojengwa maeneo ya golf kwa maana na yale majumba ya Mjerumani. Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria ya shirika la nyumba la Zanzibar ya mwaka 2014 kifungu namba 7 mabano 1 hadi mabano 4 kinaelezea kazi za shirika la nyumba. Lakini leo Mheshimiwa Mwenyekiti, shirika la nyumba halijatimiza majukumu yake ya kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wana nyumba nafuu
wana nyumba bora za kukaa, tunaambiwa wanakwenda kuinvest kwenye hoteli. Kwa hiyo naomba sana Mheshimiwa Waziri, utakapokuja hapa utuambie ni sababu zipi zilizopelekea shirika la nyumba la Zanzibar kuacha core function zake za kujenga nyumba za bei nafuu ambazo zimekusudiwa kuwawezesha kuishi wananchi wa Zanzibar, wakenda kuwekeza kwenye mradi ule wa hoteli. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa atuambie kwamba gharama za mradi ule ni kiasi gani na sosi ya fedha yake itapatikana vipi. Lakini jengine Mheshimiwa Mwenyekiti ni katika ishu ya gharama za nyumba hizi. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niliwahi kuuliza ili nipime hicho kina cha maji kama nakiweza ama sikiwezi, lakini nilishindwa kama nilopigwa shoti ya umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipouliza niliambiwa bei ya nyumba ya mnyonge ya vyumba viwili ni shilingi milioni 92 za Kitanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, milioni 92 za Kitanzania, nyumba ya vyumba viwili na ukumbi unakwenda kuishije? Hata wewe Mheshimiwa Mwenyekiti, nyumba ya vyumba viwili leo haikutoshi kwa maisha yetu ya Kizanzibari, lakini tunaambiwa kwamba milioni 92 ni affordable house ambayo anakwenda kuishi mnyonge wa nchi hii. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia tumeambiwa kwamba hii inakwenda kuwagusa wafanyakazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfanyakazi gani wa serikali hii au wa taasisi binafsi anaweza kumiliki milioni 92 za kununua nyumba kwenye shirika la nyumba? Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tuwe serious tunapokwenda kuwahudumia watu. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, let's assume kwamba mfanyakazi tayari ameshalipwa hicho kima cha chini kinachoahidiwa cha 500,000. Na hii tuashumu kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti analipwa 500,000 kwa maana ya kwamba na zile makato yote, sijui ZSSF, sijui income tax, zote ameshakatwa, anapata 500,000 kamili. Mheshimiwa Mwenyekiti, shirika la nyumba wanatuambia kwamba wao wanakukopesha kwa zero interest. Lakini hii 500,000 mtu ataidunduliza lini mpaka itimie milioni 92 akanunue nyumba? Inabidi lazima aende benki. Ukiingia benki kukopa hakuna zero interest. Leo humu waheshimiwa, manake sisi tunapiga kelele kwa mabenki yanavyotuumiza. Mwananchi wa chini hapati ile exemption ambayo unapata wewe ya interest ambayo unapata mheshimiwa. Yeye anakwenda kwenye 18%, 15%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mshahara huo ambao wameahidiwa kima cha chini cha 500,000, benki ukienda kukopa kwa mshahara huo wa 500,000, yeye anatakiwa achukue 66% ya kile ambacho unakipata. Sawa sawa Mheshimiwa Mwenyekiti na 330,000. Sasa mfanyakazi wa nchi hii anayepokea kima cha shilingi 500,000 akatwe 330,000, anabakiwa na 170,000, anaishije? Lakini vile vile hiyo 330,000 Mheshimiwa Mwenyekiti itamchukua miaka mingapi? Anaye kumalizia Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, dakika 15 ndio unaongoza saa Mheshimiwa. Pata maelekezo ya kiti. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalizie. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mfanyakazi wa nchi hii kwenye 330,000 itamchukua miaka 30 kulipa milioni 92, huku uzee umemsubiri, anatakiwa kustaafu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa atuambie huo mkakati wa serikali wa kujenga nyumba za bei nafuu uko wapi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho, na kwa heshima kiti chako naomba dakika moja nimalizie. Naomba sana Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa atuambie hizi project allocation. Tumeona miradi mingi hiyo inafanyika hapa Unguja, katika kisiwa cha Unguja, lakini katika kisiwa cha Pemba kumekuwa na ukimya mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu yako maeneo ambayo yamewekwa katika wilaya ya Mkoani, liko eneo la Chokaani, katika wilaya ya Wete liko eneo la Police Line, lakini Chake Chake lipo eneo la Mfikiwa, na Micheweni lipo eneo la Finya. Mheshimiwa Mwenyekiti, pale mpaka leo hakuna progress yoyote ya ujenzi unaoendelea, muda mrefu umeshakuwa. Naomba sana Mheshimiwa Waziri utakapokuja hapa utuambie ni kwa nini shirika la nyumba hadi leo wamekuwa na project nyingi katika kisiwa cha Unguja na wamesahau kwenda kuweka project katika kisiwa cha Pemba, jambo ambalo linatia wasiwasi mkubwa. Kwa heshima kubwa Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa ustahimilivu wako, naomba kuwasilisha, na mimi nazuia mafungu hayo hadi pale nitakapopata maelezo ya serikali. Nakushukuru sana.